Mimi nadhani tukuchukue wewe kwa sababu wewe ndo mtu wa kwanza kugundua kwamba Budo hayuko sawa kisaikolojia. Wewe ndo mtu wa kwanza. Sasa mimi nadhani tukuchukue wewe mwanangu Lugano Israel ndo mtu wa kwanza kudiscover ya kwamba Budo hayuko sawa kisaikolojia. Tunayo furaha kubwa hii leo, tumepata ushindi mbele ya TMA na lengo letu lilikuwa ni kupata ushindi na kufuzu kwenda hatua inayofuata ya michuano hii ya kombe la shirikisho ya CRDB. Malengo hayo yametimia kwa 100%. Tumepata ushindi na tumefuzu kwenda hatua inayofuata. Pongezi kubwa zinakwenda kwa wachezaji wetu na benchi la futi kwa sababu tumetimiza malengo yetu ya kwenda hatua inayofuata. Haikuwa nyepesi, japo kila mtu aliweza kufikiria kwamba ingekuwa mechi nyepesi kwa sababu ni TMA, timu ya ligi daraja la kwanza dhidi ya timu ya ligi kuu. Kwa hiyo kila mmoja alikadiria kadri anavyoweza kwamba itakuwa ni mechi nyepesi, lakini kiuhalisia haikuwa mechi nyepesi. Ilikuwa ni mechi ngumu na TMA wameonyesha ubora wa hali ya juu, lakini hatimaye timu bora zaidi imepata ushindi hii leo. Tumekwenda hatua inayofuata. Sasa mipango mingine ni nini sasa baada ya kwenda hatua inayofuata? Mara baada ya kumalizana hii leo na TMA, tunarejea tena katika uwanja wa Mo Simba Arena kesho Jumatano kwa ajili ya kuanza na kuendelea na mazoezi, tukijiandaa na mchezo wetu dhidi ya Dodoma Jiji tarehe 14 hapa katika uwanja KMC. Mechi yetu ya kiporo tunakwenda kucheza na Dodoma Jiji. Lazima kila mmoja atambue kwamba tuna mchezo mgumu siku ya tarehe 14. Dodoma Jiji ni moja kati ya wapinzani ambao moja kati ya timu ambazo zinatupa upinzani mkubwa sisi na wao. Maana yake ni kwamba ili tuweze tukapate matokeo lazima tuingie kwa kujidhatiti kweli kweli. Lazima tuingie na ubora wa hali ya juu. Kila mmoja nakumbuka mechi yetu ya kwanza na wao pale Jamhuri Dodoma, ilikuwa ni mechi ngumu kweli kweli ambayo ilimalizwa kwa ushindi wa bao 1-0. Kwa hiyo mechi ya kesho kutwa tarehe 14 itakuwa ni mechi ngumu. Dodoma Jiji ina wachezaji wengi wazuri walio bora wenye uzoefu na mpira wa Tanzania, ina benchi la ufundi lenye walimu wazoefu wenye ubora wa hali ya juu, hivyo wanakwenda kuproduce mechi ngumu na mechi nzuri. Lakini yote kwa yote, maandalizi ambayo tutafanya kwa muda wa siku hizi mbili ndiyo ambayo yatakwenda kudetermine tutakuwa na mchezo gani ya siku ya tarehe 14. Wale wote baada ya kumaliza mchezo huu kesho tunakutana katika uwanja wa mazoezi, wanafanyiwa vipimo kwa yule ambaye ana changamoto yoyote ya kiafya. Baada hapo majibu yanatoka na mpango kazi unaanza kutengenezwa. Kwa sasa ni mapema mno kusema nani kaumia nani hata kuwepo, kwa sababu ndio kwanza mechi imeisha na hapa hakuna vipimo. Hapa wanapatiwa tu huduma ya kwanza, lakini kawaida kwa mchezaji kutoka na chechemea kwa sababu dakika 90 zile huwa zinawaacha na maumivu madogo madogo ya hapa na pale. Kwa hiyo anaweza akatoka hapa anachechemea, lakini baadaye akishafuturu anakuwa yuko sawa sawa. Walikuwa wanapiga futari. Mwezi mgumu baba. Walikuwa na futuru. Wanapika. Futuru ni wengi wa futari na wao. Wengi wanapika futari. Wanapika futari. Ahmed Ali, vipi kuhusiana na Kamara pamoja na Fondo Maroni? Maendeleo yao mpaka dakika hii? Wanaendelea vizuri, lakini mwalimu alichagua kuwapumzisha katika mechi ya leo ili waendelee kuwa timamu zaidi. Na mechi ya tarehe 14 mwalimu ataamua awape nafasi ama waendelee kupumzika zaidi, lakini afya zao zinaendelea vizuri. Na mechi hii mwalimu alichagua kuwapumzisha kama ambavyo amepumzisha nyota wengi hasa wa kikosi cha kwanza, ili waendelee kupumzika wakijiandaa na mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Leo mechi umeitazama ukiwa umekaa kwa mashabiki. Nini ambacho kilikufanya pakae kwa? Nakaa tuna watu wangu tunapiga story na badilishana mawazo. Yes. Nothing special. Nachechemea na kwenda taratibu. Unajua wimbo huu? Hichi ambacho amekipata TMA alistahili kukipata mtani last week. Kuhusiana na Awesu ni maumivu madogo ya hapa na pale, ambapo
Akisharudi, unajua hizi mechi mpira hii watu wanagongana sana, kwa hiyo lazima utoke una maumivu, lakini wakitoka hapa wanaingia kwenye barafu. Maumivu yote yale madogo madogo yanaisha, labda kama mtu ana serious injury ndo anaweza akaendelea na maumivu, lakini haya maumivu madogo madogo yote huwa yanaishia kwenye pipa la barafu, na baada hapo wanaendelea na maisha kama kawaida. Kama atakuwa ameumia zaidi, tutawapa taarifa zaidi. Ahmed Ally, kwa upande wa Simba nataka kuuliza kama mnamtaka. Mimi nadhani tukuchukue wewe kwa sababu wewe ndo mtu wa kwanza kugundua kwamba Budo hayuko sawa kisaikolojia. Wewe ndo mtu wa kwanza. Sasa mimi nadhani tukuchukue wewe mwanangu Lugano Israeli ndo mtu wa kwanza kudiscover ya kwamba Budo hayuko sawa kisaikolojia. Sasa tukuchukue wewe mtaalamu ukamsaidie Budo, sababu wewe umeshagundua kama hayuko sawa. Yote kwa yote ni kwamba anatimiza kile ambacho mwalimu anamtuma, na ukiangalia leo amecheza kwa dakika 90. Maana yake ni kwamba kile ambacho mwalimu alihitaji Joshua Mutale SGR akifanye amekitimiza, ndio maana hakuweza kumtoa. Kama angekuwa hatimizi majukumu yake, naamini mwalimu angemtoa. Otherwise tupate nafasi siku moja tumuulize mwalimu Fadlu, pengine yeye ana jicho la tofauti na mashabiki wengi ambao wanaliona. Pengine yeye kuna namna ambavyo anamtazama Joshua Mutale ya kwamba anatimiza majukumu yake au la. Kwa hiyo kwa mimi niseme tu kwamba kwa kuwa mwalimu hakumfanyia mabadiliko, tafsiri yake ni kwamba ameridhishwa na kiwango chake. Kama kuna lolote mwalimu Fadlu tutakuja kumuuliza siku moja, mwalimu unamrate vipi ama una comment gani kwa mchezaji fulani.